Okay, karibu tena katika kipindi kingine hapa kwenye Kokoto, kwenye Kiatu. Nina siku nyingi sija-upload na nimekuwa na shughuli nyingi zingine ambazo zimenizonga. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Sasa nimejipanga kidogo, kwa hiyo nitajaribu kuwa ninatoa video moja moja. Ingawa sio kwa speed niliyokuwa nikifanya. Maana hiyo itanirudisha katika hali ngumu, kwa hiyo itakuwa ni moja moja inatoka. Lakini pia kuna video nyingi kwenye channel, kwa hiyo ukitaka unaweza kwenda kuangalia. Video hii inahusu kuuliza anayejua. Wakati hujui kwa uhakika, uliza anayejua. Hiyo ni mashauri ya video hii. Tuseme umebahatika kununua eneo. Umebahatika kununua eneo nzuri na unapenda sana kujenga nyumba yako pale. Uanze labda kupata familia, au kama unayo familia muweze kupata sehemu nzuri ya kuishi na kukaa. Tatizo wewe sio fundi na unahitaji msaada kwa kuweza kufanikisha hayo maoni yako. Inawezekana ukaamua labda ujenge mwenyewe, lakini kama unajenga mwenyewe na hujui, inawezekana mambo yasiende vizuri sana. Kama una hekima na kama una akili, utakwenda kuonana na mtu ambaye ni fundi, ambaye labda ni engineer ya ujenzi, na utamwomba yeye msaada, atakusaidia, halafu utakuta matokeo yake itakuwa ni bora sana. Kwa nini naongea juu ya hiyo? Tunayo story katika Biblia na katika Korani ambayo inahusu hayo mambo. Tutaanza na story katika Biblia. Inamhusu Paulo katika Matendo 9:26 hadi 30, na pia katika Matendo 15:1 hadi 35. Tunaweza kusoma juu ya Paulo. Hapa tunasoma juu ya Paulo alipokutana na Yesu na kupata mafunuo ya huduma. Yeye alidai kwamba alikutana na Yesu na alipata mafunuo, alipata kama wito wa kuanza kueneza injili na kuongea juu ya habari njema. Yeye alifanya kitu cha hekima. Aliwafikia viongozi wa kanisa, wale wanafunzi wa Yesu ambayo ni mitume, kuhakikisha yuko sawa katika yale maono yake. Hasa katika sura ya 15, kutokana na upinzani ambayo ulikuwepo kati ya makundi mbalimbali juu ya mafundisho yake na jinsi alivyokuwa akifundisha, aliwaendea hao wakuu wa kanisa na kujadili mafundisho yake na kujaribu kuuliza, vipi hapa, mnaonaje, niko sawa, siko sawa, turekebishana au tufanye nini? Alikuwa tayari kusikiliza waliotembea na Yesu, waliojua kusudi asipoteze watu na mafundisho yake. Kwa hiyo alifanya kitu cha hekima sana. Baada ya kukaa na viongozi wengine wa kanisa, ilionekana alikuwa sawa katika mafundisho yake. Wakaweka kanuni chache cha kuweza kuweka mambo vizuri, halafu wakaachana wakiwa wamekubaliana. Paulo akaendelea na huduma na kanisa iliendelea kukua na kuzidi. Kuna mtume mwingine ambaye yeye badala ya kuuliza wengine, akaendelea kufundisha mafundisho yake na kuhubiri mahubiri yake, lakini hakuenda kupima na wale walio fahamu zaidi au waliokuwa wanajua zaidi. Na hiyo ni ingawa aliambiwa kufanya hivyo. Hiyo tutaiangalia. Korani nasema inathibitisha yaliyotangulia. Tutasoma kutoka sura Al-Imran na ni aya ya 3 na ya 4. Inasema hivi: amekuteremshia kitabu kwa haki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Taurati na Injili kabla yake ziwe uongofu kwa watu, na akateremsha Furkani, upambanuo. Hakika waliozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kulipa. Okay? Kwa hiyo hiyo ni aya inayosema kwamba Korani ilikuja kuthibitisha yaliyotangulia. Na katika sura Yunus ambayo ni sura ya 10 na mstari wa 94 inasema hivi: na ikiwa unayo shaka katika tuliyokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Kwanza kabisa, kama wewe kweli unamheshimu Allah, fuata ushauri anaotoa kwako katika Korani. Kitu gani inayoweza kukupa mashaka juu ya Korani? Kuna kitu gani? Nadhani
ukianza kusoma Korani utakuta kwamba haiendani na Biblia, yani maandiko yaliyotangulia, maandiko ambayo ilikuja kuyathibitisha. Kwa hiyo hapo unahitaji kwenda kuuliza wale wanaosoma vitabu kabla. Muhammad hakufanya hivyo, kwa hiyo inabidi wewe ufanye. Yeye alikosea, unahitaji usije ukadumbukia katika kosa aliyoifanya yeye. Jambo la kufanya ni kutafiti maandiko pamoja na wanaozifahamu. Hiyo ndio njia ya kuweza kujua maandiko yanasemaje. Na kwa vile Korani imekuja nyuma ya maandiko yaliyotangulia na inasema kwamba inathibitisha yale yaliyotangulia, inabidi uipime kwa kufuatana maandiko yaliyotangulia. Al-Nisan 59 inasema, enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu. Na kufanya hivyo ni kumtii Mungu. Allah anakuambia waulize wenye maandiko yaliyotangulia, nazo ni maandiko ya Biblia. Unaona? Anadai kwamba maandiko yaliyotangulia yako sahihi, kama tulivyosoma katika Al-Imran 3 na 4. Jifunze vizuri, nyumba yako ya maisha ikae imara, isije kuporomosha. Hiyo ni hasara kubwa sana kwako. Unaona? Kwa hiyo mimi ninakushauri, kama wewe ni Muislamu, kama wewe unasoma Qurani, kuna wengine wanajifunza tu kunukuu Qurani kwa Kiarabu bila kujua hata wanaongea nini. Hiyo ni asilimia kubwa ya watu wanafanya hivyo. Kuna wengine wanachukua Qurani katika lugha yao na wanaanza kuisoma, kufahamu yanawasilisha nini. Kama wewe ni mtu wa jinsi hii, nakushauri sana uanze kuipima kwa maandiko mengine ambayo ni maandiko ya Mungu, ambayo Qurani inakubali kama maandiko ya Mungu, na tunajua kwamba hayajabadilishwa. Hiyo ni kweli, ingawa kwa Islamu wengi wanasema imebadilishwa, lakini huu ni upuzi mtupu. Haijabadilishwa. Uifanye hivyo, halafu uweze kupata uhakika. Tusome hiyo sehemu ya sura Yunus tena. Inasema hivi, ni aya ya 94. Na ikiwa unayo shaka katika tuliokuteremshia, basi waulize wasomao kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kuja haki kutoka kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Kama umefika mpaka mwisho ya video hii, ninashukuru. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika video zingine siku za mbele. Asanteni sana.